واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali yote napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema: wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya uovu yanatakiwa yalipo kwa uovu mfano wake. Faman afa wa aslaha, yule ambaye atakayesamehe na kisha akatafuta sulhu katika ugomvi au katika ubaya aliyofanyiwa, Mwenyezi Mungu anasema fa ajruhu ala Allah, ujira wake ataupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipande hiki cha aya ndiyo kitakuwa khutba yetu ya leo bimashiatillah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uovu ulipwa kwa uovu, kama ilivyokuwa wema ulipwa kwa wema. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan, hakuna malipo ya wema au hakika malipo ya wema isipokuwa mtu huyu aliyefanya wema atalipwa kutokana na wema wake aliyokuwa ameufanya. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema mfano wa ubaya, wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, mfano wa ubaya, mtu akifanya ubaya anatakiwa alipwe mfano wa ubaya wake aliyokuwa ameufanya. Lakini mbele Mwenyezi Mungu akasema faman afa, ikiwa umefanyiwa ubaya ukasamehe katika ule ubaya uliokuwa umefanyiwa, wa aslaha, kisha ukaenda ukatafuta maridhiano na yule aliyekufanyia ubaya, Mwenyezi Mungu anaahidi, anasema fa ajruhu ala Allah, ujira wake mtu huyu aliyefanyiwa ubaya lakini akasamehe, lakini baada ya kusamehe akatafuta maelewano, Mwenyezi Mungu anamuahidi kwamba malipo yatatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambayo nayo tutaishi nayo katika khutba yetu ya leo inasema: idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ikiwa unahitaji kulifanya jambo la aina yoyote, jambo la kwanza
tazama kwanza lile jambo mwisho wake litakuwaje. Fa in kana khairan, ikiwa jambo hilo litakuwa na kheri, ukilitazama mwisho wake, famdhi, lifanye hilo jambo. Na likiwa na shari ndani yake hilo jambo, ukilitazama mwishoni, fanta, liache hilo jambo. Hii ndiyo hadithi ya Mtume inavyotuelekeza, na tutaishi nayo katika khutba yetu ya leo, aya ya kwanza pamoja na hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kipindi tunachopitia ni kipindi ambacho kinahitaji fikra chanya sana kwa Waislamu. Ni kipindi ambacho kinahitaji watu watumie akili ya ziada kwenye kutafakari mambo, watumie akili ya ziada kwenye kuyajenga mambo, watumie akili ya ziada kwenye kutengeneza umoja baina ya watu, watumie akili ya ziada kuto kumkaribisha adui, kuwagawa Waislamu au wasiokuwa Waislamu kwa sababu fulani fulani ambazo Uislamu haukubaliani na sababu kama hizo. Khutba ya leo itakuwa ina fikra chanya kidogo, inahitaji ubongo uwe wazi, moyo ukubali kupokea. Unaweza ukanielewa kitu gani na kizungumza. Nadhani khutba ya leo itakuwa ina malengo ya kutukumbusha baadhi ya mambo machache yaliyopita katika dunia hii, na haya yaliyokuwepo hivi sasa, sisi kama Waislamu nini tuweze kufanya. Ikiwa Mwenyezi Mungu anatuambia faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, ikiwa mtasamee na mkatengeneza almusalahatu, mkatengeneza maridhiano, Mwenyezi Mungu anatuahidi sisi Waislamu kwamba ujira wetu utakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwapeni historia moja nzuri sana kabla sijaendelea mbele kuja kwenye nukta ya msingi. Siku moja niliwahi kuwapa mfano. Afrika ya Kusini ilikumbwa na migogoro ya ubaguzi wa rangi. Kila mmoja anajua Afrika ya Kusini kulitungwa sheria inaitwa apartheid. Ni sheria iliyotungwa, ilikuwa ni sheria kandamizi dhidi ya watu weusi wa Afrika ya Kusini, kiasi ambacho watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kwenda kuishi kwenye baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kusini. Kwa mfano, Afrika ya Kusini kuna eneo linaitwa Port Elizabeth. Ilikuwa Wakosa, Wazulu, Waswana hawaruhusiwi kwenda kuishi Port Elizabeth. Afrika ya Kusini kuna eneo linaitwa Western Cape. Ilikuwa hairuhusiwi mtu mweusi kwenda kuishi Western Cape. Afrika ya Kusini kuna eneo linaitwa East London. Ilikuwa hairuhusiwi mtu mweusi kwenda kuishi kule East London. Ikatungwa sheria maalumu inaitwa apartheid, kuwapa haki zaidi watu weupe kuliko ni watu weusi. Bali sheria ilikwenda mbali zaidi. Mgahawa waliokuwa wanaingia makaburu, ilikuwa mtu mweusi haruhusiwi kuingia katika mgahawa huo. Sheria ilikuwa inasema hivyo. Sheria ikaenda mbali zaidi. Riavaya, Afrika ya Kusini kuna magari ya Riavaya kama mnavyoona haya mwendo kasi. Magari ambayo watapanda makaburu, Wakosa, Wazulu, Waswana walikuwa hawaruhusiwi kupanda gari hiyo. Sheria hii ilikuwa inaitwa apartheid. Sheria iliyokuja kutenganisha baina ya haki za watu weupe na haki za watu weusi. Watu weupe walijimilikisha maeneo Afrika ya Kusini. Watu weusi waligewa hatua chache kwa ajili ya kuishi, sio kwa ajili ya maendeleo. Ilikuwa mtu anagewa miguu 10 kwa 10, jenga kibanda na wanao uishi. Hauruhusiwi kuwa na kiwanja hata cha nusu eka, hairuhusiwi Afrika ya Kusini. Maisha yalikuwa ni magumu sana.
maisha yalikuwa ni ya dhiki sana. 1960 alitokea mtu mmoja alikuwa akiitwa Robert Bokwe. Alianzisha chama maalum kwa ajili ya kupigania harakati za watu weusi. Yule bwana, katika miongoni mwa vitu alivyokuwa anavifanya ni kuwahamasisha watu weusi watambue haki zao ni zipi, wajikomboe kutoka kwenye mikono ya makaburu. 1960 wakafanya maandamano makubwa Afrika ya Kusini, na makaburu wakaua watu wengi sana. Robert Bokwe akachukuliwa akaenda kuwekwa kizuizini mpaka umauti unamkuta 1978 Robert Bokwe akiwa yupo kizuizini, lakini sababu ilikuwa ni harakati za kupigania haki za watu weusi. Maisha yakaendelea hivyo katika nchi ya Afrika ya Kusini. Baadaye akaja kuuliwa mtu mmoja alikuwa akiitwa Robert Stephen Biko. Alikuwa ni katika moja ya wanaharakati ya watu weusi. Wacha hapo Mandela akaja mbele. Stephen Biko akaja akauawa na makaburu kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye machachari kwenye kupigania haki, akauawa. Maisha yalikuwa magumu sana. Ilifika mahala ilikuwa watu weusi wakikamatwa wakiwekwa kwenye chumba mahala, kisha askari wa kikaburu wanafungulia mbwa German Shepherd, wanafunguliwa mbwa, wanakwenda kuwatafuna watu weusi katika vyumba. Maisha ya Afrika ya Kusini hali yao ilikuwa hivyo. Mandela alipokuja kuungana na harakati zile, akakutana na mkono wa makaburu, akakamatwa, akafungwa jela miaka 27. Haikuwa jela ya kawaida tu. Rejeeni hotuba yangu ya msingi. Mwenyezi Mungu anasema wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Mandela akafungwa jela, haikuwa jela ya kawaida. Mandela alipofungwa jela, ndani ya jela akatengenezewa chumba kingine kidogodogo, akawekwa ndani yake. Kwenye kile chumba hakikuwa chumba tu peke yake, Mandela akachimbiwa shimo ndani ya chumba. Kwa hiyo akawa anakaa kwenye jela, kuna chumba ndani ya jela, kisha ndani ya kile chumba kuna shimo. Mandela akawa anaishi humo. Mbaya zaidi, wale askari wa kikaburu wakawa wanakwenda kujisaidia kwenye lile shimo ambalo Mandela yupo ndani yake. Kwa hiyo mwenye haja ndogo, mwenye haja kubwa, wakawa wanakwenda pale. Maisha haya ndiyo waliopitia watu wa Afrika ya Kusini. 1994 Mandela alipofanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini kutoka kwenye mikono ya makaburu, wakapata uhuru wao. Mandela alichokifanya, alikuja kutengeneza reconciliation, maridhiano baina ya watu weupe na watu weusi, tuishi mahala pamoja. Katika hali ya kawaida ya kibinadamu, tungedhani Mandela angechukua hatua za kulipiza kisasi kwa yale ambayo watu wameyapitia katika nchi ya Afrika ya Kusini. Lakini Mandela anakuja anawaambia hapana, tufanye reconciliation, maridhiano, tuishi kwa pamoja. Sisi weusi na nyinyi weupe wote ni wa Afrika ya Kusini, tuungane, letu liwe moja. Hatuna sababu ya kufukua makaburi yaliyopita, kutazama nani alifanya nini na nani alifanya nini. Hatuna sababu hiyo. Mandela akaunda tume ikiongozwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Desmond Tutu, mmoja kati ya watu maarufu Afrika ya Kusini, wana heshima kubwa. Alikuwa ni Askofu Desmond Tutu, alikuwa ndio mwenyekiti wa tume. Tume ile ikaundwa kuchunguza yale yaliyopita nyuma. Baada ya kuchunguza yale yaliyopita nyuma, kukapatikana kitu unaitwa msamaha. Yale yote yaliyopita, yani maana yake ulikuwa unakwenda unajieleza, nilifanya kadha, nilifanya kadha, nilifanya kadha. Mwisho wa siku ukapatikana msamaha kwa yale yote yaliyokuwa yamepita.
wa Afrika ya Kusini wakaanza kuishi mahala pamoja, na sheria kandamizi ya apartheid ikafutwa katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa nini nimeamua kuyasema haya? Mwenyezi Mungu anasamehe yaliyopita, afa Allahu amma salaf. Mwenyezi Mungu ana kawaida ya kusamehe yaliyopita, hatazami yale ya nyuma. Ndio maana katika hadithi ya Mtume anasema innamal a'malu bikhawatimiha, matendo ya mwanadamu utazamwa kule mwishoni kwake, amemaliza vipi, sio mwanzoni. Mwanzoni Mwenyezi Mungu anasamehe, lakini kule mwishoni ulimalizaje? Unaweza ukawa zamani ulikuwa jambazi, lakini sasa hivi ni mcha Mungu. Zamani ulikuwa ni mlevi, sasa hivi ni mcha Mungu. Afa Allahu amma salaf. Mwenyezi Mungu anasamehe yale yote yaliyopita. Msingi wa kuyasema haya, Uislamu ulipotoka ulipitia mengi sana mazito, tangu wakati wa Bwana Mtume Muhammad mpaka hii leo, bado Uislamu unapitia mengi mazito. Wakati Mtume yuko Maka, kila mmoja anajua walichopitia masahaba, wakina Somaya kuchanwa vipande viwili, kila mmoja anajua. Wakina Bilali ibn Rabah kuwekwa kwenye jua kali, mchana wa jua kali, akiwa uchi wa nyama, Bilali ibn Rabah, kila mmoja anajua walichopitia masahaba. Wakina Khabbab ibn al-Arat, vilikuwa vinachukuliwa vyuma vinawekwa kwenye moto, kisha vile vyuma vinakuja kuzimwa kwenye mgongo wa Khabbab ibn al-Arat, mpaka masahaba wanamuuliza Bwana Mtume Muhammad, mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini? Mbona mateso yamekuwa makali? Mwisho wa siku Mtume anahama kutoka Maka, anahamia Madina. Alipofika Madina, Mtume akaungwa mkono, akapata jeshi kubwa. Mtume akaja kuukomboa mji wa Makkah al-Mukarrama, na wale watesi wake waliokuwa wanamtesa na wale waliokuwa wakiwaua masahaba, Mtume aliwakuta katika mji wa Makkah. Mtume anaingia Makkah, yupo juu ya farasi, anawauliza Makuraish, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, mnavyoona nyinyi mimi nitawafanya nini leo? Yani kama unavyoona Mandela alivyokuwa anaweza kuwauliza makaburu, mnavyodhani mimi leo ndio rais wa nchi hii, mnadhani naweza kuwafanya nini? Mtume anawauliza Makuraish, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, mnadhani nitawafanya nini leo? Mtume hakuwafanya kitu, akawaambia antum tulaka, nendeni, mko huru, hakuna atakayewagusa, hakuna atakayewapiga hata kibao. Mtume hakuwapiga. Kwa sababu gani? faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule atakayesamehe na akatafuta maridhiano na wale waliokuwa kwenye magomvi na yeye, ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikubali kuingia mikataba migumu na wasiokuwa Waislamu, mikataba migumu na wasiokuwa Waislamu. Lengo la Mtume ilikuwa ni kutafuta almusalahatu, maridhiano, ili watu waweze kuishi kwa amani. Nije kwenye nukta yangu ya msingi. Hii ilikuwa ni bashraf, hii ndio nukta ya msingi. Sasa nchi hii ilipopitia, kila mmoja anajua historia ya nyuma, na mpaka sasa kila mmoja anajua yaliyotokea huko nyuma, yaliyowakuta Waislamu katika nchi hii, kila mmoja anajua. Waislamu waliokufa Mwembe Chai kwa kupigwa risasi hadharani, kila mmoja ameona. Mimi kwa jicho langu nimeona, kwa sababu nilikuwa nikiishi Tamanzese wakati ule, nilishuhudia, natoka shuleni nikiona watu wakipigwa risasi, Waislamu wakipigwa risasi katika nchi hii. 2009 kama mwaka 99, la mwaka 2000 kwenda 2005, mwaka 2000 kilichotokea Pemba na Unguja, kila mmoja aliyekuwepo hapa ndani ni shuhuda, kwa sababu tulikuwa na akili timamu.
Tulishuhudia wakati wa Mkapa Wapemba wakiwa wanabakwa, Wapemba wakiwa wanauawa, Wapemba wakiwa wanamiminiwa risasi, wakiwa wanakimbiwa hapo kwenye maji. Tulishuhudia haya katika nchi hiyo. Nchi ilipitia kwenye kipindi hiko, Waislamu waliyapitia hayo. Mkapa ameandika kitabu kinaitwa My Life My Purpose. Mkapa kaandika kitabu. Kwenye kile kitabu Mkapa anakiri, kama sijakosea ukurasa wa 136, Mkapa anakiri yale aloyafanya katika nchi ya Zanzibar ya kuwaua wananchi wa Zanzibar. Anakiri, na katika moja ya vitu ambavyo Mkapa anajutia ni kitendo cha kuwaua Waislamu vurugu za Mwembe Chai. Ni nani aliona rais akitoka hadharani kuomba radhi? Nani aliwahi kumwona Mkapa akisema jamani, samanini Waislamu, samanini nimefanya hivi? Nani aliwahi kumwona? Baada ya kuondoka madarakani anakuja kuandika kitabu, ndio anakuja kuelezea matukio ya namna alivyokuwa amefanya. Nchi hii ilipitia kwenye kipindi kama hiko. Sasa yako mengi, hatuhitaji kuyasema hayo. Kuna watu washagiwa kesi za ugaidi za kubumba. Yaani sheria ya ugaidi ilikuwa imetungwa kama ya mashehe tu. Huwezi kusikia paroko wala mchungaji akiwa anagiwa kesi ya ugaidi. Ilikuwa ni mashehe tu kesi za ugaidi. Washakaa ndani, washadhalilishwa mashehe kwenye nchi hii. Wengine wamepoteza uhai wakiwa magerezani. Wengine wamepoteza viungo mpaka leo. Wengine familia zao wametengana nazo mpaka leo tunavyozungumza. Waislamu wamepitia mengi katika nchi hii. Ni nani aliwahi kuona rais akitoka akiomba radhi? Waislamu, yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana, yaliyotokea Oktoba 29 ni mambo ambayo sisi tulikuwa tukiyaona haya, na nyinyi Waislamu ni mashuhuda. Mara kadhaa nilikuwa nikisimama kwenye membari hii kuwaasa, kuwaambia idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ukitaka kulifanya jambo tazama mwisho wake litakuwaje. Ikiwa kuna kheri fanya, lakini ikiwa kuna shari usiende kufanya jambo hilo. Nyinyi ni mashahidi, sie tuliyasema haya kabla hayajatokea. Maneno mengi yakazuka, tukaitwa chawa, hawajielewi, hawana elimu, lakini lengo letu na dhamira yetu ya dhati ilikuwa ni kuwanusuru watu wetu wasiingie katika madhara. Ilikuwa ni kulifanya taifa lisiingie katika mitihani. Ndiyo malengo ya mashehe, halikuwa ni kitu kingine. Tulikuwa tunajua kwamba ikiwa watu watafanya hivi yanaweza kutokea madhara. Leo likatokea kundi la watu likawa linahamasisha watu wakafanya vurugu. Kila mmoja anajua kilichotokea, yakatokea yaliyotokea. Baada ya kutokea yaliyotokea, nchi imeingia kwenye mitihani, kipindi kigumu tumepitia. Serikali inachukua juhudi za makusudi kurudisha hali katika nchi, lakini bado kuna kundi lingine linatoka mbele kuja kuendelea kuhamasisha watu wasikubali kuingia kwenye maridhiano, kwa kigezo wakimtaka rais atoke hadharani aombe radhi. Ukitaka rais aombe radhi, tuanze kumtafuta aliyekuwa anahamasisha watu wakafanye vurugu barabarani ni nani, kwa sababu ule mpango haukuja tu from nowhere. Ule mpango ulikuwa ni planned, ulipangwa. Ni nani alipanga? Nani alisponsor? Tukianza kuyatafuta haya, utawakuta kuna watu wengi waliongea kauli za uchochezi. 1994 Rwanda genocide. Kuna watu walikuwa wanakwenda kwenye vyombo vya habari, wanakwenda kuchochea vurugu. Mkimuona Muhutu muweni, ukimuona Mtusi muweni. Yakatokea yaliyotokea pale Rwanda. Baadaye walipokuja kufanya reconciliation, maridhiano, wakaanza kuwatafuta wale wote waliokuwa wanachochea mpaka yale yakatokea Rwanda. Sasa tukitaka tuanze kutafuta kiini, tutaanza kuangalia ni wakina nani waliokuwa wanachochea yale. Tukianza kufukua makaburi hayo, nchi hii itakuwa haiwezi kwenda. Watakamatwa wengi kwenye nchi hii, watakamatwa wanasiasa kwenye nchi hii,
watakamatwa viongozi wa dini katika nchi, watakamatwa matajiri waliosponsor hayo mambo mpaka yanakwenda kutokea. Hatuhitaji twende huko. Sasa inapotokea hali kama hii na watu wakakubali kuridhiana, basi wasitokee watu wengine wakaanza kuchochea fikra mbaya na mitazamo mibaya kwenye jamii. Hili ni jambo ambalo halifai. Niliwaambia wakati ule, mizozo ile ilianza baada ya DP World, bandari ile kubinafsishwa. Mizozo ile ikaingia, watu wakaanza kuhamasisha watu, fanyeni hivi, fanyeni hivi, kwa sababu walikatiwa mirija yao. Juzi Dangote kaja anataka kuwekeza kufanya refinery pale Tanga. Katika moja ya kitu ambacho mwekezaji akienda mahala akitaka kuinvest, cha kwanza anachokitazama ni political stability katika nchi. Yaani kisiasa nchi ina ustahimilivu kwa kiwango gani? Je, kuna amani? Naweza kuweka billions of dollars hapa? Mwisho wa siku dili ile tukaikosa. Yakatoka maneno mitandaoni, ikawa serikali inachekwa. Hawaoni kama tumepoteza fursa kama Watanzania, inachekwa serikali ya fulani kwa kupoteza ile dili, watu wakawa wanacheka. Mwenyezi Mungu akajalia akapatikana mwekezaji mwingine, refinery Tanga, trilioni 61. Haitoshi, jana anatokeza mtu anakuja kuzungumza kwamba haiwezekani maridhiano, lazima tujue ukweli, kwa sababu wale waliokufa ni binadamu. Nani alitoa oda? Nani aliua? Kiongozi wa nchi aombe samani. Brother, wakati wanaua Waislamu Zanzibar, Mwembe Chai, ni nani aliomba samani kwenye nchi hii? Nyinyi Waislamu, ni nani aliomba samani katika nchi hii? Kwa nini yale ya mwaka jana Oktoba ionekane kwamba kiongozi atoke aombe radhi? Kwa sababu gani? Sasa kuna baadhi ya kikundi kwenye nchi hii kinaamini chenyewe ndiyo kina uhalali wa kusema chochote. Kuna kikundi kwenye nchi hii kinaamini chenyewe ndiyo kina mamlaka ya kuendesha wanavyotaka wao. Na mbaya zaidi, kuna Waislamu wenzetu mpo humu ndani mnakuwa mnawaunga mkono kile kikundi. Yaani kinaonekana kama kipo kwenye haki. Brothers and sisters, hakipo kwenye haki. Kama ikiwa tunahitaji tujue ukweli, tuanze kupekenyua kuanzia nyuma yalowapata Waislamu, kisha tuje kwenye hili. Tuanzie kule nyuma. Walioamrisha Mwembe Chai wapige risasi walikuwa kina nani? Watoke waombe radhi. Kama alikuwa amekufa alioamrisha afufuke aje aombe radhi. Aloamrisha Zanzibar watu wauawe, wabakwe, majeraha ya nafsi mpaka leo Pemba yapo, watu wamebakwa na ushahidi upo. Ni nani hapa kaona mtu katoa kuomba radhi? Nani kaona? Waje na wale waombe radhi, wakiri kama walifanya hivyo. Nchi hii inahitaji kutengeneza maridhiano ya kweli. Na nyinyi Waislamu msiamini, maana kuna watu wanahitaji tuwafanyie brainwash. Msiamini kwamba kile kikundi kipo kwenye haki, si kweli. Ni kikundi ambacho kina maslahi yake kinatafuta, na chenyewe ndio kilikuwa kinapambana wakati ule. Sie masheke tulikuwa tukisimama kuambia Waislamu msifanye kadha, msifanye kadha. Chenyewe kilikuwa kinatumika kikundi kile kuhamasisha vijana kwamba waachwe wafanywe wanavyotaka. Tofauti yetu sisi iko hapo. Si kana kwamba sisi ni wajinga, hasha wakalla. Si kana kwamba sisi hatuna mambo yanayotusibu katika nchi hii, tunayo. Lakini Mtume anasema idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Tunaangalia jambo hili tukilifanya mwisho wake utakuwaje. Ndio maana mnaona kuna baadhi ya wakati mashekhe wanaamua kuwa please, jamani acheni. Kwani nyinyi mmesahau katika nchi hii Waislamu harakati zao zilivyokuwa? Mmesahau Mtambani ilivyokuwa wakati ule? Sio kama watu hawawezi, wanaweza, lakini tunaamua kuyaweka mambo yakae sawa, taifa liweze kupiga hatua kwenda mbele. Wallahu tabaraka wa taala yaqul a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفره إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. Napotaka kwenda wanachokilazimisha wenzetu tunakiona wazi kwamba hakina afya katika nchi. Nchi imekwenda imetulia vizuri kabisa, palitulia hapa katikati. Mama kaunda tume ya maridhiano, Jaji Chande kaunda tume ile, ikaenda ikachunguza, ikaja na ripoti. Sasa hivi kaunda tume ya jinai, wakaona nchi inakwenda vizuri, pametulia. Wanaona kuna wawekezaji wanakuja, wakaona huyu anapatia huyu, ngoja wameingia Ikulu jana, wametoka, wamekuja, wamechafua. Yaani wakiona kuna utulivu, hawataki utulivu. Wanachokitaka wao ndiyo kiwe katika nchi hii. Je, tukitaka na si Waislamu kiwe tunachotaka, nchi hii itatawalika? Nchi hii itakuwa haiwezi kutawalika. Tumpeni comfort kiongozi wa nchi aongoze, kabakisha miaka 3 tu. Vurugu hizi tunazoona hivi sasa, inawezekana mkawa hamjui, lakini vurugu zote hizi watu wanawaza nchi 2030. Ndio vurugu zote hizi. Yaani mikiki watu wanapambana kutaka kuweka mtu wao. Mikiki yote hii tunapambana. Sasa wakati tunapambana katika hiyo mikiki ya uraisi, tusiharibu nchi, mahusiano ya watu. Tusiharibu watu wakashindwa kuelewana, mkawagawa watu kiudini, kiukanda. Tusiende huko. Ndio maana kuna baadhi ya wakati mimi huwa nawaambia Waislamu, na tukiongea haya wakati fulani baadhi ya wenzetu wasema mashehe bwana wanaongelea siasa. Brother, siasa ndio maisha. Siasa ndio maisha. Yaani siasa ndio inaamua shule, inaamua afya, inaamua uchumi wako, inaamua kuvaa kwako, inaamua barabara yako, maji. Siasa inaamua kila kitu. Yaani wewe usipoenda kwenye siasa, wataingia wapumbavu wachache, wataingia kwenye siasa, watakuamulia maisha wanayotaka wao. Ndio maana mimi huwa nawaambia Waislamu, ikiwa kwenye uchaguzi twendeni. Ikiwa kuna vijana wanahitaji kuingia kwenye mambo ya siasa, tuwasapoti waende. Siasa ndiyo maisha brothers, asiwaongope mtu. Msipokuwepo kwenye siasa, maana yake kutakuwa na kikundi maalum kitakuwepo kule, watafanya maamuzi kwa niaba yenu. Kwa hiyo tukiongea haya, hatuongei siasa, tunaongea uhalisia wa maisha halisi uliokuwepo. Tusikubali kuingia katika mtego huo. Na niwaombe viongozi wa dini, sisi ndio watu ambao kimbilio la watu kuja kuponya matatizo yao. Sisi ndio chumvi, ndio milhul balad, ndio chumvi katika nchi. Chumvi inatumika kutengeneza samaki asioze. Je, ikitokea chumvi imeoza, ni nani atamtengeneza samaki? Chumvi inaweza kumhifadhi ng'onda akakaa mwaka mzima, chumvi. Je, ikitokea chumvi imeharibika? Sisi viongozi wa dini tuna jukumu la kuwalea watu wetu, kuwaeka mahala pamoja, kutengeneza maridhiano ya kweli. Tuiache nchi itengeneze maridhiano. Tusianze kufukua makaburi yaliyopita kwamba nani kamuua, nani katoa amri, nani kafanya hivi. Tukianza yale, na si Waislamu tutaanza kufufua ya kwetu ya nyuma, tujue ilikuwaje yale. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi